tunakuja kucheza katika mazingira ambayo tayari tunayajua, tayari tumeyazoea. Lakini kama haitoshi, timu inakuja kesho. Though hatutofanya mazoezi katika uwanja wa Amani, lakini tutafanya mazoezi katika kiwanja ambacho kinafanana asili yake na uwanja wa Amani, ili wachezaji waweze kuzoea ile comfortability ya nyasi za uwanja wa Amani. Kwa hilo lisikutie mashaka. Uliza nini? Wageni nini? Mechi ya robo finali anauliza. Tulialika wageni wengi sana, jambo ambalo lilileta hamasa kubwa. Uko sahihi, na katika mechi hii mwendo ni ule ule. Never change the winning team. Kwa hiyo basi, kwa kuwa mbinu ile ilitupa mafanikio makubwa hasa kwenye hamasa, maana yake tutaendelea kuitumia mbinu ile ile. Hii ni kusema ya kwamba tutaendelea kutangaza wageni ambao tutawaalika katika mchezo wetu wa tarehe 20. Tupiane subira, leo ndo kwanza Jumanne. Swali moja kutoka hapa visiwani Zanzibar. Kaka mkubwa anauliza, kwa nini vilabu vya Tanzania hamui kitu kimoja napocheza na vilabu vya nje? Na huyu bwana anauliza anaonekana ni mzalendo sana, kwa sababu ameuliza hili swali kwa uchungu. Nilikuwa nasoma taswira yake ilivyo. Swala la kuwa kitu kimoja. Mungu. Ili bwana naomba nisilijibu, kwa sababu mimi nina imani yangu juu ya swala la kitu kimoja. Kwa hiyo nisingalijibu hapa ikahesabika kama ni msimamo wa klabu. Inawezekana klabu ikawa na msimamo wake, lakini mimi nina imani yangu juu ya masuala haya ya kuwa kitu kimoja. Lakini nitakupa tu mfano mdogo na mwepesi. Mwaka juzi tulienda kucheza Morocco na Raja Casablanca. Wydad Casablanca ambao ni wapinzani wakubwa wa Raja Casablanca wakatupa uwanja wa kufanyia mazoezi, na wakasema mkihitaji chochote tuambieni, tuko tayari kuwasaidia. Mwaka uliofuata tukaenda kucheza na Wydad Casablanca. Raja wakafanya hivyo hivyo. Umeelewa umepata concept Kwa hiyo kwa hapa nyumbani Tanzania kuwa kitu kimoja naomba nisiijibie, lakini huko nje haya mambo yanafanyika kwa namna hiyo. Yes. Zamalek ukienda kucheza na Al Ahly, Zamalek wanajitanabaisha kabisa, wafungeni hao. Yote kwa yote, huu ni ushindani. Kwa hiyo lazima watu washindane. Lakini kitu kimoja cha msingi ambacho wenzetu hawafiki na kufanya ni kufanya figisu ili mpinzani wako wa ndani ashindwe. Hiyo wenyewe huwa hawafanyi. Anakuambia tu bwana mfungeni yule, yeye anakazake pembeni. Tofauti na hapa ambao kuna ambao wanajivisha kabisa sasa na kujifanya wao ni wapinzani, wanawasaidia. Hiyo inaweza kawa na changamoto. Kwa hiyo majibu yangu hayo naomba ushiriki nayo, ila tukitoka hapa nitakwambia mimi nina mtazamo gani kuhusiana na kuwa kitu kimoja. Usiandike lakini. Swali la mwisho amezungumza ndugu zangu Muhammad hapa kutoka Bomba FM. Anasema mmezoea Benjamin Mkapa, leo mnakuja Amani, amuoni kuna kitu kinapungua kwenye timu yenu?
Nadhani nimeelezea vizuri hili hapo awali, lakini niseme tu, Simba ni Simba. Simba wa Serengeti ndio Simba wa Mikumi, na ndio Simba wa Selu, na ndio Simba wa Tengeru, ndio Simba wa everywhere. Yani huwezi kukutana na Simba ukasema huyu ni Simba wa Serengeti hawezi kunidhuru. Simba wa hivyo hayupo. Na kwa Simba hii, Afrika yote iko mkononi mwetu. Popote tunapoenda sisi tunatamba na kutawala. Sembuse hapa Zanzibar nyumbani kwetu kabisa, tunaelewana hadi lugha. Kwa sisi tuko nyumbani, hatuna mashaka na Zanzibar, hatuna mashaka na amani, na yote ambayo tulipanga kuyafanya Benjamin Mkapa tutayafanya hapa Amani bila mashaka ya aina yeyote yale. Na mbuzi tutasafirisha. Faruk Karim, kwa heshima yako tu, ulishakataa mwanzoni, una swali? Ndio. Nalo linahusiana na amani, utulivu na ustaarabu katika mchezo wetu wa nusu finali. Wako watu wenye nia ovu ambayo wamekuwa na mipango kadhaa ya kuihujumu Simba ionekane ni timu yenye watu ambao ni wakorofi, ni timu ya wafanya vurugu, ni timu ya watu ambao hawana maana kwenye mechi za CAF, ili tuweze kuadhibiwa na CAF, kufungiwa kutoenda uwanjani. Kwenye mechi yetu na Al Masry, kila mmoja alishuhudia dakika za mwishoni kuna mtu mmoja alivamia uwanja, lakini kabla hajatimiza dhamira yake aliyokusudia alizuiliwa. Sasa basi, mtu yule baada ya kumwangalia kwa kina hakuwa shabiki wa Simba, ni mtu ambaye alikuwa na ajenda yake ambayo aliingia nayo uwanjani, na ajenda yake ni kuichafua taswira ya Simba Sports Club ambayo imekuwa na taswira chanya ya mashabiki bora. Sasa kuelekea mchezo wetu wa tarehe 20, kila mwana Simba awe mlinzi wa mwana Simba mwenzie. Kabla mtu hajafanya chochote, wewe ambaye umekaa pembeni utakuwa unamuona. Wewe ndio uwe mtu wa kwanza kumdhibiti huyo mtu. Baada ya hapo utaita usaidizi wa askari kwenda kusaidia zaidi. Tusikubali mtu yoyote atuchafulie taswira yetu ambayo tumehangaika kuijenga kwa miaka mingi. Na sisi bado tuna mchezo mmoja wa finali mkononi. Kwa hiyo hatuko tayari kwa namna yoyote ile kuicheza finali bila kuwa na mashabiki. Kwa hiyo ukimwona mtu anajiandaa, ana mpango wa kushuka uwanjani kuja kufanya vurugu, wewe anza naye kumdhibiti huko juu, alafu askari watakuja kukusaidia kumdhibiti zaidi. Ukimwona mtu anajiandaa kurusha kitu au kafanikiwa kurusha kitu au kuwasha kitu, hakikisha unamshikilia huyo mtu mpaka askari wanapokuja kutoa usaidizi wa kisheria. Kwa hiyo ndugu zanguni wana Simba, sisi wenyewe kwa wenyewe tuwe walinzi ili kulinda hadhi na heshima ya klabu yetu ya Simba Sports Club. Kumbukeni, tupo kwenye uangalizi wa CAF. Ikitokea tumefanya chochote cha kuvunja sheria za mpira wa miguu, hasa kwenye eneo la mashabiki, maana yake tutazuiwa kuingiza mashabiki. Na tukizuiwa kuingiza mashabiki, maana yake fainali tunakwenda kuiangalia wachache pale Benjamin Mkapa. Sasa tusifikie huko, tudhibitiane wenyewe kwa wenyewe. Asanteni sana.